Tumai langu ubuheri na mzima kabisa afya, mtazamaji wa Dodoma City TV. Tunakukaribisha tena leo katika mwendelezo wa matukio ya wiki, ambapo sisi kitengo cha mawasiliano serikalini jiji la Dodoma tunakusogezea matukio haya ya wiki, tukuambie ni nani amefanya nini kwa sababu gani ndani ya wiki hii ya Julai 25 hadi Julai 31, 2026. Tafadhali ambatana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na haya ni machache tu kati ya mengi yaliyojili ndani ya wiki hii. Nitakaye kusogezea matukio haya, langu jina ni Hena Masunga. Karibu sana. Maendeleo ya sekta ya zabibu yanahitaji kujifunza na kuiga uzoefu wa nchi zilizofanikiwa katika uzalishaji, usindikaji na uongezaji thamani wa zao hilo. Kauli hiyo ilitolewa na mkuu wa mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Rosemary Senyamule, Julai 29, 2026, wakati wa ziara yake ya kikazi katika viwanda vya usindikaji wa zabibu, ambapo alisema kubadilishana maarifa na teknolojia na mataifa mengine kutasaidia kuongeza ubora wa bidhaa za zabibu zinazozalishwa nchini na kuifanya Dodoma kuwa kitovu cha sekta hiyo. Katika mambo ambayo tumeendelea kujifunza kwa baadhi ya nchi ambazo zinafanya vizuri sana katika swala la zabibu na wine ni nchi ya Czech, ambapo tulipata ziara kule na wataalamu mbalimbali. Moja ya vitu ambavyo tumejifunza na tunaenda sasa kuvitekeleza kwetu Dodoma na katika nchi yetu ni kuwa na mkakati maalum wa kuanzia utafiti wa miti ya zabibu mpaka wine. Tumekuta wenzetu wana vyuo, bahati nzuri chuo kile kinaitwa Mendel University kiko pale Czech, na wamekubali kushirikiana na wenzetu wa chuo cha Dodoma UDOM ili kuanzisha sekta maalum ya utafiti wa zao la zabibu maalum. Hiyo ni jambo ambalo tulijifunza kule, lakini tumekuta kule wenzetu kuna shule ya msingi ambayo inafundisha zabibu, lakini tuna chuo cha ufundi hivi vocational kinafundisha uzalishaji wa zabibu pamoja na wine. Lakini pia tumewashirikisha VETA sasa ili nao kuanzisha mtaala ambao unafundisha kilimo cha zabibu, lakini unafundisha uchakataji wa zabibu kwenda kwenye wine na mazao mengine yanayotokana na zabibu. Hisi tunaamini muda si mrefu Dodoma hii ukiongea zabibu utakuwa umeongea uchumi wa mkoa wa Dodoma au wa wananchi wa mkoa wa Dodoma. Kwetu zabibu ni fahari na inafaharisha Dodoma, na sisi tunaifaharisha Tanzania. Madiwani wa halmashauri ya jiji la Dodoma wametakiwa kuwahamasisha wakulima, wafugaji na wavuvi kutoka katika kata zao kushiriki maonyesho ya 8 yatakayofanyika kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 8 ya mwezi Agosti 2026 katika viwanja vya Daktari John Malechela hapa Dodoma, kwa lengo la kujifunza mbinu bora na teknolojia za kuboresha sekta hizo. Hayo aliyesema mkuu wa wilaya Dodoma Alhaj Shekimweli wakati wa mkutano wa baraza la madiwani la halmashauri ya jiji la Dodoma lililofanyika katika ukumbi wa mikutano wa halmashauri. Tukumbushane kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 8 ni kipindi cha wakulima, wafugaji na wavuvi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuadhimisha maonesho ya 8, si ndivyo? Mheshimiwa madiwani, ni wakati wenu kuwachukua wakulima wenu wakapata exposure na ni maonyesho ya kimataifa. Nchi karibu 22 zinakuja kushiriki maonyesho ya Tanzania hapa Dodoma. Pigeni makofi mengi sana. Kwa hiyo tunampongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, amewekeza fedha nyingi kwenye ile eneo pale la 8. Leo hii kule barabara za vumbi ni kama zinakaribia kuisha. Watu tumeweka barabara za zege, mabanda ya kisasa. Kutakuwa na maonyesho ambayo wanasema Waswahili usipange kukosa. Kwa hiyo nitoe rai kwenu nyinyi mpite kule kujifunza teknolojia mpya, mbinu mpya na za kisasa za shughuli za kilimo, ufugaji na mifugo na uvuvi. Lakini pia namna gani halmashauri inaweza katoa tija katika maeneo mapya tunayoendea kama nchi kwenye kujenga uchumi wa Dodoma. Kwa mfano kuna baadhi ya kata zina umaskini, lakini tuna mkakati wa zao la tufaa hapa Dodoma ambao Mheshimiwa mkuu wa mkoa Rosemary Senyamule ameuasisi. Shamba la mfano la apple liko pale na 8. Kwa hiyo pateni muda wa viongozi mpite tukaangalie ili tubadilishe uchumi wa Dodoma, washiriki kwenye uchumi wa makao makuu ya nchi. Wananchi wa kata ya Makutupora wamehimizwa kushiriki kikamilifu katika kulinda haki za watoto na kupinga vitendo vyote vya ukatili dhidi yao ili kuhakikisha wanakuwa katika mazingira salama na yenye staha.
Wito huo umetolewa na mtendaji wa kata ya Makutupora Said Senga wakati akizungumza na wananchi katika mkutano wa hadhara uliofanyika kwenye viwanja vya ofisi ya mtendaji wa kata. Amesema jukumu la ulinzi wa mtoto ni la kila mwananchi, hivyo jamii inapaswa kuwa mstari wa mbele kutoa taarifa za vitendo vya ukatili vinavyofanywa dhidi ya watoto. Ameeleza kuwa serikali inaendelea kuimarisha juhudi za kuhakikisha watoto wanapata haki zao za msingi, ikiwemo elimu, afya, ulinzi na malezi bora, huku akisisitiza ushirikiano kati ya wananchi, viongozi wa mitaa na taasisi zinazohusika na ustawi wa jamii. Wakazi wa jiji la Dodoma wahimizwa kutumia fursa ya uwepo wa maeneo kwa kufanya ufugaji wa samaki, ng'ombe, mbuzi na kondoo pamoja na kufanya kilimo, kwa sababu bado kuna maeneo kwa ajili ya shughuli hizo. Hayo aliyasema mkuu wa division ya kilimo mjini Grantian Msigwa alipokuwa katika kipindi cha redio cha Roundabout kinachorushwa na CFM, ambapo alitoa elimu kuhusu ufugaji na kilimo, ikiwa ni katika kuelekea msimu wa maonyesho ya 8-8. Naposema kilimo, tunakuwa na maana ya mifugo, tuna maana ya uvuvi, tuna maana ya mazao pia. Kwa hiyo kwa hapa Dodoma tunahimiza watu wafuge. Nitajikita sana kwenye kufuga. Wafuge samaki, wafuge ng'ombe, mbuzi na kondoo. Lakini pia walime, kwa sababu bado kuna maeneo ya kulima, lakini kuna maeneo pia ya kulima ambayo haihitaji maeneo makubwa. Sasa kwa bali ya kufuga, hapa tunahimiza kufuga kwa ndani, kwa maana wasizurulishe mifugo yao. Agenda ya 2030, kilimo ni biashara. Sasa kilimo ni biashara, tuna maana ya kufuga pia ni kilimo. Tunatarajia mtu asifuge tu ili mradi amefuga. Kufuga tu ni kizamani sana. Kwa hiyo una mifugo mingi, basi wewe ni tajiri ng'ombe. Una mbuzi wengi, wewe ni tajiri mifugo. Hivyo kuwa na jina tu ambalo unafuga, lakini bado una godoro la kulalia, unalalia ngozi. Unafuga na mifugo mingi, bado huwezi kujenga nyumba, huwezi kupeleka watoto shule. Hapana, tunatarajia kilimo biashara sasa kikufae, peleke watoto shule, kikufae ule chakula kizuri, kikufae ujenge nyumba nzuri. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba ufugaji wa sasa ni ufugaji wa kisasa unaolipa, wenye tija, na kupa pesa nyingine unaweka hata benki. Mtazamaji, tunakushukuru sana kwa kuendelea kufuatilia matukio ya wiki. Kwa wiki hii ya leo, zifuatazo sasa ni habari za michezo na burudani. Timu ya watumishi jiji la Dodoma imeendelea kuonyesha dhamira ya kutetea ubingwa katika mashindano ya shirikisho la michezo wa serikali za mitaa Tanzania SHMISMITA kwa kuendeleza mazoezi kupitia mechi za kirafiki. Hayo aliyasema msemaji wa timu Nurdin Abdur baada ya mwendelezo wa mechi ya kirafiki dhidi ya halmashauri ya wilaya ya Chamwino. Kikubwa kwa sasa tuko kwenye maandalizi ya mashindano ya SHMISMITA ambayo yanatarajiwa kuanza kutimua vumbi mkoani Mbeya mwezi wa 8 tarehe 15. Lengo la mazoezi haya kila siku ni kujiimarisha ili kuweza kwenda kufanya vizuri katika mashindano yajayo. Na kila siku pia tumekuwa tukipata mechi za kirafiki. Kwa mfano siku ya Ijumaa ambayo ni jana, tuliweza kucheza na halmashauri ya Bahi katika michezo miwili, mchezo wa mpira wa mikono handball na mchezo wa volleyball mpira wa wavu. Na katika michezo hiyo tulifanikiwa kushinda michezo yote. Tulishinda mchezo wa wavu kwa seti 3-0, lakini pia mchezo wa mpira wa mikono tulishinda kwa magoli 14-10. Mimi watu ninachowaambia kwamba mazoezi ni desturi yetu, na uongozi wetu wa Dodoma Jiji umekuwa karibu sana na sisi ukitusaidia vitu mbalimbali vya mazoezi, lakini hata kwenye mechi. Kwa hiyo kikubwa sisi tunachoangalia ni kwamba tuna wakati mgumu, tunakwenda kwenye mashindano magumu, na mwaka huu tunasikia kwamba halmashauri zinaweza zikaongezeka. Kwa hiyo kila idadi ya timu zinapoongezeka na mashindano yanazidi kuwa magumu. Sasa ili tuweze kutetea ubingwa wetu, tunatakiwa sisi tufanye mazoezi magumu na yenye kujenga zaidi miili yetu ili tuweze kupambana na kufanikiwa kutetea ule ubingwa wetu na tuweze kurudi nao kwa mwaka huu wa 2026. Sisi viongozi wetu wa halmashauri ya Dodoma, akiwepo mkurugenzi wetu Dr. Sagamiko, tunamwaahidi tulichokifanya mwaka jana, mwaka juzi, ndicho hicho ambacho tutakwenda kukifanya mwaka huu. Tutarudi na makombe mengi
na pia tunatarajia sisi kama sisi Dodoma Jiji kuwa washindi wa jumla, na hiyo ndio dhamira yetu kubwa katika mashindano haya. Mtazamaji wa Dodoma City TV, mpaka kufikia hapa tumefikia tamati ya matukio yetu ya wiki kwa wiki hii ya leo. Tuliokuandalia matukio haya ya wiki kwa niaba ya kitengo cha mawasiliano serikalini, mchanganya picha ni Josephine Kayugwa. Niliyekusomea matukio haya ni mimi Queen Masunga. Tunakusihi sana uendelee kusubscribe, kulike na kucomment. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea, na kwaheri kwa sasa.